Mpendwa mtazamaji, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nichukue nafasi kukukaribisha katika maombi haya ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya mwezi wa kwanza unaomalizika, lakini pia kuombea lango la mwezi wa pili, kuombea lango la mwezi wa pili, mwezi ambao tunautarajia masaa machache sasa kuweza kupokea katika maisha yetu. Nikukaribishe katika maombi haya, na tutakuwa na sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni maombi ya shukrani. Sehemu ya pili tutapokea neno la baraka katika mwezi wa pili, na mwishoni tutafanya maombi ya kuombea lango la mwezi wa pili. Mahali popote ulipo, ungana pamoja nami katika maombi haya ya shukrani kwa ajili ya mwezi wa kwanza ambao tunaumaliza sasa. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, tunakutukuza mno kwa ajili ya mwezi wa kwanza katika mwaka mpya huu wa 2026. Niwe Mungu ambaye umetupa neema hii ya sisi kuweza kuingia katika mwezi huu ambao tunaumaliza. Umetusaidia kwa siku zote 31 kutembea, kufanya kazi, kufanya biashara, kufanya huduma, kwenda mashuleni, kwenda sehemu mbalimbali. Tulipotembea, hatukutembea peke yetu, tulitembea na nguvu zako, tulitembea na uweza wako, tulitembea na upako wako e Bwana, tulitembea na mamlaka yako e Bwana katika mwezi huu wa kwanza, na tumeshuhudia nguvu zako nyingi katika mwezi huu wa kwanza e Baba. Tumeshuhudia ukitulinda, tumeshuhudia ukitutunza e Mungu, tumeshuhudia ukitusaidia. Kuna mahali pengine tulihitaji msaada wako, lakini Baba ukajitokeza ukatusaidia mahali hapo. Kuna mahali pengine Baba, kama isingekuwa wewe tusingefika hapa tulipo, lakini kwa sababu ya neema yako Baba, kwa sababu ya nguvu zako e Baba, tunalo neno moja tu la shukrani tunapomaliza huu mwezi wa kwanza. Tunakushukuru Mungu wetu, tunakushukuru Baba yetu, tunakushukuru Mungu ambaye wewe umetuongoza katika mwezi wa kwanza. Pamoja na kwamba mwezi wa kwanza yawezekana tulianza kwa ugumu, yawezekana kuna vita ambavyo vilikuwepo katika mwezi wa kwanza, yawezekana kuna magumu ambayo yalikuwepo katika huu mwezi wa kwanza, lakini Baba, katikati ya magumu yote ulikuwa pamoja nasi, ukatembea pamoja nasi. Kwa huyu mtu ambaye ananitazama kwenye biashara yake Baba, katika mwezi wa kwanza ulitembea pamoja naye, kwenye kazi yake ulitembea pamoja naye, kwa watoto wake ulitembea pamoja naye, haukumwacha wala haukumtupa. Mahali pengine alikutana na magumu kwenye maisha yake, kwa mwezi wa kwanza ni mwezi ambao umejawa na mambo mengi sana, na ni mwanzo wa vitu vingi sana. Wakati mwingine unakuwa na ugumu wa namna fulani, lakini Mungu ukamsaidia, ukamwezesha. Kuna mahali pengine ulipasua bahari iliyokuwa katika maisha yake, na yeye akapita mahali hapo. Inawezekana alikuwa anapita kwenye jambo gumu kiasi cha bahari, lakini Mungu ukamsaidia, ukamwezesha e Bwana. Tunapomaliza huu mwezi wa kwanza, tunao neno la shukrani Baba. Tunaomba Mungu uendelee kutembea pamoja nasi. Tunakushukuru Baba, hata katikati ya mapito wewe haukutuacha, hata katikati ya maumivu yetu Baba haukutuacha, hata katikati ya dhoruba zetu Baba haukutuacha, hata katikati ya mahangaiko yetu Baba haukutuacha. Ulitembea pamoja nasi, ulituongoza, ulitusaidia. Tunakushukuru sana e Baba, tunakutukuza sana kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninakushukuru sana Mungu wetu, wewe ndio kimbilio letu, hatuna mahali pengine pa kukimbilia. Kwa mwezi wa kwanza tulikukimbilia wewe, sawa sawa neno lako ambalo nasema jina la Bwana ni ngome imara, kila anayelikimbilia anakuwa salama. Tulipokimbilia jina lako tukawa salama, tulipokuja mbele zako tukawa salama, tulipoutafuta uso wako tukawa salama, tulipoitafuta neema yako tukawa salama, tulipokuja mbele zako kulia na kuomba na kuomboleza kwa sababu ya magumu na mapito ambayo tulikuwa tunayapitia, na matatizo ambayo tulikutana nayo, na changamoto ambazo tulikutana nazo. Ni mfano wa Ana ambaye alikuja kwako, nasi tulikuja kwako, tukalia sana hapo na kuomba sana hapo, maana hatukuona tumaini lengine, hatukuona tegemeo lengine, hatukuona msaada mwingine isipokuwa wewe Baba.
na Baba haukutuacha. Kweli tulikuja kwako tukalia sana, tukaomboleza sana mbele zako, tukaleta haja zetu sana mbele zako, tulilia sana kwenye madhabahu zako, tulilia sana kwenye madhabahu zako. Mioyo yetu tulimimina mbele zako, hatukuona tegemeo lingine, hatukuona tumaini lingine. Baba, yawezekana siku za nyuma tuliwategemea wanadamu, yawezekana siku za nyuma tuliwatumainia wanadamu, na wale ambao tuliwatumainia baada ya kutusaidia ndio kwanza wakatuingiza kwenye matatizo. Yawezekana tulikuwa tunapita katika tatizo dogo, lakini pale ambapo tulipowakimbilia wao wakachochea lile tatizo likawa kubwa. Baba, siku tulipotambua kwamba Mungu unaweza, siku tulipotambua kwamba Mungu unafanya, tukaja kwenye madhabahu yako hapo tukakuomba Baba, kwa machozi na mzigo mkubwa, kwa machozi na mzigo mkubwa tukaomba, tukasema Baba tukumbuke, Baba tutokee, Baba tusaidie. Tukalia hapo tukasema Baba tutazame, Baba tukumbuke, Baba tukiwa kwenye madhabahu yako tukakukumbusha ahadi zako ulizosema kwenye maisha yetu. Tukasema Baba, kumbuka ahadi zako, kumbuka neno lako, kumbuka neno lako, kumbuka neno lako. Tulipopita kwenye magumu makubwa, tulipopita kwenye changamoto kubwa, tukaja kwako tukasema Baba, likumbuke lile neno ambalo ulisema nasi, ulilosema lile neno katika maisha yetu. Baba likumbuke. Baba, tuliposema maneno hayo, tulipoomba hapo kwenye hiyo madhabahu, ulikumbuka lile neno na dua zetu ukazisikia na maombi yetu ukayasikia. Baba, tulilia sana, lakini Baba ukajitokeza kutufuta machozi, kutufuta machozi, kutufuta machozi, kama ambavyo katika mwezi huu mpya unavyoendelea kuachilia neema yako ya kutufuta machozi, ya kutufuta machozi, ya kutufuta machozi, ya kutufuta machozi, ya kutufuta machozi. Kuna watu wameomboleza vya kutosha Baba, kuna watu wamelia vya kutosha Baba, kuna watu Baba wamepigana vita vya kutosha, hata sahihi walipo wengine wamekata tamaa juu ya hizo vita. Liko neno ambalo naliachilia majira haya kwa kila mtu anayepita kwenye vita, kwa kila mtu anayepita kwenye matatizo, kwa kila mtu anayepita kwenye dhoruba. Liko neno unaoliachilia, liko neno kwa ajili yake, liko neno kwa ajili ya maisha yake, liko neno kwa ajili ya kesho yake, liko neno kwa ajili ya mwezi wa pili. Huyu mtu Baba, namna alivyotembea katika mwezi wa kwanza, ni wewe unatambua. Namna alivyomaliza mwezi wa kwanza, ni wewe Mungu unajua, ni wewe Mungu unajua, ni wewe tu unayejua, ni wewe tu unayejua, ni wewe unayefahamu pale alipopita. Na ndio maana unaliachilia neno hili katika mwezi huu. Huu mwezi unaachilia hili neno, huu mwezi wa pili kuna neno unaliachilia. Hili litakuwa neno la matumaini, na hili litakuwa neno la baraka, hili litakuwa neno la uzima, hili litakuwa neno la ushindi, hili litakuwa neno lenye nguvu ndani yake. Hali itatoka hivi, vitatokana na nguvu, litatokana na uweza, maana neno lako lina nguvu na uweza. Na linapotoka neno hili, kila asikiaye neno lako atapokea nguvu yako, atapokea uwezo wako, 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 atapokea uwezo wako. Resandaraba, atapokea uwezo wako, atapokea uwezo wako, atapokea uwezo wako. Rivo sandarabasa, atapokea uwezo wako, 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 atapokea uwezo wako. Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Mpendwa mtazamaji, nichukue nafasi hii kukaribisha sasa tunapoingia katika sehemu yetu ya pili. Kumbuka tumeanza hayo maombi ya shukrani kwa ajili ya mwezi huu wa kwanza ambao tunaumaliza au tumeumaliza, sababu kuna wengine watafuatilia maombi haya tukiwa tushavuka katika mwezi huu wa kwanza na tuko katika mwezi wa pili. Kwa hiyo hata wale watakaofuatilia baadaye pia kuna kitu watakipokea katika maisha yao. Ninalo neno ambalo Mungu ameliachilia kwa ajili yako
katika mwezi huu wa pili. Ninalo neno ambalo Mungu ameliachilia kwa ajili yako katika mwezi huu wa pili. Neno la kwanza linatoka kitabu cha Mwanzo sura ya 7 mstari wa 11b. Mwanzo sura ya 7 mstari wa 11b. Nitasoma neno hilo kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Neno la Mungu linasema, mwezi wa pili, siku ya 17 ya mwezi, siku ile chemichemi zote za virindi vikuu zilibubujika kwa nguvu, madirisha ya mbingu yakafunguka. Madirisha ya mbingu yakafunguka. Madirisha ya mbingu yakafunguka. Lakini neno la pili ambalo pia ni neno hili la baraka katika mwezi huu wa pili, kitabu cha nabii Isaya sura ya 55 mstari wa 12. Neno la Mungu lasema, maana mtatoka kwa furaha, mtaongozwa na amani. Mbele yenu milima na vilima vitatoa nyimbo, na miti yote ya kondeni itapiga makofi. Bwana Yesu asifiwe. Hili ni neno la baraka kwako unapoenda kuanza mwezi wa pili. Natamani neno hili liwe katika maisha yako kama ambavyo tulivyosoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 7 mstari wa 11b. Neno hili linatupa unabii ya kwamba mwezi wa pili ni mwezi wa kufunguliwa madirisha kule mbinguni. Mwezi wa pili ni mwezi ambao Mungu atafungua madirisha yake kule mbinguni kwa ajili yako, kwa ajili ya maisha yako, kwa ajili ya hiyo kazi, kwa ajili ya hiyo ndoa, kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili ya masomo yako. Bwana ataachilia mbingu, Bwana atafungulia mbingu. Sikiliza nikwambie, Bwana akifungulia mbingu, maana yake kuna baraka zinatoka hapo, kuna neema zinatoka hapo, kuna ushindi unatoka hapo, kuna nuru inakuangazia katika maisha yako. Nami najisikia kutabiri kama nilivyosema, mwezi wa pili acha ukawe ni mwezi wa Mungu kufungulia madirisha kule mbinguni. Utafunguliwa madirisha ya baraka. Bwana ataziachilia baraka katika maisha yako. Bwana ataachilia neema katika maisha yako. Bwana ataachilia ushindi katika maisha yako. Na acha nitangaze, inawezekana katika mwezi wa kwanza ulianza mwezi wa kwanza kwa huzuni sana, ulianza mwaka huu kwa maumivu sana, ulianza mwaka huu kwa ugumu sana. Of course mwanzo unakuwa ni mgumu. Inawezekana na wewe ulianza kwa ugumu. Ninakutangazia, Bwana anapofungulia madirisha yake kule mbinguni, anaachilia na urahisi kwenye maisha yako katika mwezi huu wa pili. Pokea urahisi wa mambo yako, pokea urahisi wa mambo yako. Yale yaliyokuwa magumu kwenye maisha yako, Bwana anatengeneza yanakuwa marahisi. Nami namuona mtu mmoja katika mwezi wa pili, Bwana akiyatengeneza mambo yake. Palikuwa na ugumu kiasi ambacho ulikata tamaa kuendelea mbele, kiasi ambacho ulichoka, kiasi ambacho ulisema mimi ndio basi tena, mimi hapa ndio mwisho wangu, mimi hapa ndio basi tena. Acha nikutangazie majira haya kwa neno la Bwana ambao nimelisoma. Ninakutangazia kwamba mwezi wa pili kuna urahisi wa mambo yako, kuna urahisi kwenye njia zako, kuna urahisi kwenye kazi yako, kuna urahisi kwenye biashara yako, kuna urahisi kwenye ndoa yako, kuna urahisi kwa watoto wako, kuna urahisi kwenye kila sekta kwenye maisha yako. Yale yaliyokuwa magumu Bwana anayaondoa, Bwana anayaondoa. Mwezi wa pili ni mwezi ambao mambo yako yataenda kwa urahisi, mambo yako hayataenda kwa ugumu, mambo yako hayataenda kwa ugumu. Mbele ambapo ulikuwa unaenda pengine ulikuwa hauoni, Bwana atayafumbua macho yako. Utaanza kuona safari yako, utaanza kuona fursa, utaanza kuona mpenyo, utaanza kuona njia, utaanza kuona, utaanza kuona, utaanza kuona, utaanza kuona. Kuna mtu anaona, kuna mtu ataona. Mwezi wa pili kuna mtu ataona fursa, kuna mtu ataona njia,
Kuna mtu ataona mpenyo. Mambo yalikuwa magumu kwako katika mwezi wa kwanza, yawezekana hata ulipovuka mwaka jana ukaingia na ugumu ule ule kwenye mwaka huo, kwenye mwezi wa kwanza ukaanza kwa ugumu. Ninakutangazia sai, kuna neema ambayo Bwana anaiachilia, kuna neema ambayo Bwana anaiachilia sai, kuna neema Bwana anayoiachilia sai. Hiyo neema inaleta urahisi, hiyo neema inaachilia urahisi kwenye maisha yako. Yaliyokuwa magumu yanaondoka, yaliyokuwa magumu yanaondoka. Hata ile vita ambayo umepigana kwa siku zote, umepigana kwa miaka na miaka, umepigana kwa miezi na miezi, sai Bwana anaingilia kati. Bwana anaingilia kati hiyo vita, Bwana anaingilia kati hiyo vita. Bwana anakupigania kwenye hiyo vita, Bwana anakutetea kwenye hiyo vita. Oh, wale ambao waliojiandaa kwa ajili ya kukuangusha, wale ambao waliojiandaa kwa ajili ya kutengeneza uharibifu, wale ambao waliojiandaa kwa ajili ya kutengeneza uharibifu kwenye maisha yako, Bwana anatengeneza sahi na njia zao zote. Bwana anaharibu mipango yao, Bwana anaharibu njia zao, Bwana anaharibu njia zao. Watashangaa tu ya kwamba, ila zao hazitafanikiwa, ila zao hazitafanikiwa. Walikaa mpaka vikao, wakatengeneza, watumie plani hii, watumie njia hii wakuangushe, watumie njia hii wasambaratishe familia yako, watumie njia hii waharibu huduma yako. Sai uko mkono wa Bwana, uko mkono wa Bwana, uko mkono wa Bwana, uko mkono wa Bwana, uko mkono wa Bwana unaokusaidia, unaokupigania mahali hapo. Watashangaa mahali ambapo walitegemea kwamba wangekunasa hapo, watashangaa nyayo za miguu yako zimekanyaga hapo, na wanakuona kwa mbali, watakuona kwa mbali. Acha nitangaze ya kwamba mwezi wa pili maadui zako watakuona umefika mbali, watakuona kwa mbali, watakuona kwa mbali, na ile mitego yao yote ambayo walikutegea, mitego yote waliokutegea haitakunasa katika mwezi wa pili. Haitakunasa. Waliokutegeshea mtego wote, huo mtego hautakunasa katika mwezi wa pili. Njia zako zitaongozwa na Bwana, njia zako zitaongozwa na Bwana, zitaongozwa na Bwana njia zako, na njia zako zikiongozwa na Bwana, usiofu mwanangu. Hata kama kuna vita mbele yako, usiofu. Njia zako ili mradi zinaongozwa na Bwana, usiofu. Bwana atakupigania wewe na kazi yako na biashara yako na watoto wako na ndoa yako na huduma yako, nawe utanyamaza kimya. Utanyamaza kimya kwa sababu Bwana atakupigania. Jambo la pili ambalo natamani nikutangazie, Mungu atakaolifanya katika maisha yako. Kile kitabu cha Isaya tulichosoma anasema, mtaongozwa kwa furaha, mtatoka kwa amani na shangwe. Kwa nini mtatoka kwa furaha na kwa amani na shangwe? Kwa sababu Bwana kuna kitu atakifanya kwenye huu mwezi wa pili. Kuna shangwe naiona kwa mtu mmoja, kuna shangwe naiona, kuna mtu mmoja atapiga shangwe, kuna mtu mmoja atapiga kigeregere kwenye mwezi wa pili. Kwenye mwezi wa pili kuna mtu mmoja ninaona atafurahishwa na Bwana. Kuna mtu mmoja Bwana atamfurahisha katika huu mwezi wa pili. Bwana atamfurahisha katika huu mwezi wa pili. Kuna mtu mmoja namuona, kuna fursa kubwa inatokea katika maisha yake. Kuna mtu mmoja ninaona jina lake likitajwa mahali fulani. Kuna mtu mmoja ninamuona akienda kuketi na wakubwa katika mwezi huu wa pili. Katika huu mwezi kuna mtu namuona Bwana anamuinua, Bwana anamuinua, Bwana anamuinua. Kuna mtu namuona Bwana anamuinua katika mwezi huu wa pili, na Bwana atakapomuinua ndio mwisho wa shida zake, ndio mwisho wa magumu yake, ndio mwisho wa matatizo yake, ndio mwisho wa ile dhoruba. Ataanza kucheka, ataanza kufurahi, ataanza kuwa na amani, ataanza kuwa na amani, ataanza kuwa na amani. Na maadui zake watajiuliza ya kwamba tulitega mtego huu, tulifanya hii rahisi, tulifanya mabaya haya, mbona huyu mtu ameinuka? Mbona huyu mtu ameendelea na safari yake? Ni kweli tulimpangia mabaya, mbona ameendelea kusawi? Mbona anaendelea kupiga hatua mbele? Tulifikiria kwamba hiki tunachomfanyia kitamrudisha nyuma, hiki
tunachomfanyia kitamkatisha tamaa. Mbona tu tulipofanya jambo hili, tulipoweka ila hii, ndio huyu mtu akasimama, ndio huyu mtu akaendelea mbele, ndio huyu mtu akaanza kupiga hatua. Watajiuliza sana. Ni mfano yule mtu ambaye ameponywa na akafuatwa akaulizwa, wewe ni nani amekuponya? Hebu tuambie, je, ni yule ambaye tunamfikiria? Je, ni yule ambaye ni mwana wa seremala? Yeye akasema ya kwamba yeye kama ni mwana wa seremala, mimi sijui amefanyaje, mimi sijui. Ninachojua ni neno moja tu, ya kwamba mimi mwenzenu kwenye maisha yangu sijawahi kuona. Mimi nilikuwa kipofu, lakini mimi mara tu nilipokutana naye, jamani, mara tu nilipokutana naye akaondoa upofu wangu, akaniponya. Ninachojua ni kitu kimoja tu, ya kwamba mimi nilikuwa kipofu na sasa naona. Acha nikutangazie, kuna watu watajiuliza, na wengine watakuuliza, imekuwaje hapo? Imekuwaje umefika hapo? Imekuwaje umepiga hiyo hatua? Imekuwaje umeongezeka? Imekuwaje umeinuliwa? Imekuwaje umefika hapo? Wajibu ya kwamba mimi sijui imekuwaje, sina chochote nachoweza kuambia. Ninachojua ni kitu kimoja, ya kwamba nilikuwa chini, siku moja Bwana akaninua. Nilipokutana naye tu mara moja, yule Yesu Mnazareti akaninua, akanishika, akanisaidia. Kwenye ile vita ilikuwa kali, maadui zangu walisimama pande zote na silaha kali za kivita na mashambulizi makali, na wengine walienda mpaka kwa waganga kienyeji, wakatoa na kafara, wakatoa na mang'ombe, wakatoa na mbuzi, wakatoa na kuku. Zile kuku zao zilienda bure, na zile mbuzi zao zilienda bure, na wale ng'ombe zao walienda bure. Bwana alinisaidia. Walipoenda kuloga, mimi sikuogeka. Walipoenda kwa waganga, mimi sikuharibikiwa. Walipoenda kunidhuru, ndio kwanza nilianza kupiga hatua, nikaanza kusimama. Na kipindi hicho ng'ombe zao na kuku zao tayari zishariwa na waganga, lakini bado niko hai, ninasonga mbele. Ni saa ya Bwana kufanya kwenye maisha yako, ni saa ya Bwana kutenda kwenye maisha yako. Haijalishi pale ulipo unapita kwenye nini. Bwana akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Nani aliye juu yetu? Hayupo. Nani? Bwana akiwa upande wetu, nani aliye juu yetu? Hayupo aliye juu yetu, hayupo. Si waganga hawapo, si wachawi hawapo. Yoyote yule anayejifanya ya kwamba anaweza kushindana na sisi, hayupo anayeweza kushindana na Mungu tunayemtumikia. Hayupo. Na ndio maana Mungu anamwambia Yeremia, kwa sababu Mungu anajua hayupo anayeweza kushindana na nguvu za Mungu, hayupo anayeweza kushindana na uwezo wa Bwana, hayupo anayeweza kushindana na uwepo wa Bwana. Bwana akiwepo mahali, Bwana akiwepo katikati ya mtu, hacha nikutangazia kwamba unaweza ukapigana naye sana, unaweza ukashindana naye sana, lakini nakutangazia kwamba hautaweza kushinda hata siku moja kwenye maisha. Usipigane na mwenye haki wa Bwana. Achana habari hiyo. Usishindane na mwenye haki wa Bwana, kwa sababu huyo anapiganiwa na Bwana. Ndio maana Musa anawaambia wana wa Israeli, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana, maana hao wa Misri mnaona leo hamtawaona tena. Bwana atawapigania nanyi mtanyamaza kimya. Bwana atawapigania, sio mtajipigania. Hapana, Bwana anaingia site. Yani Bwana anaingia site mwenyewe kupigana hiyo vita. Malaika wanashuka mahali hapo na nguvu zao wanashuka mahali hapo, wanapigana hiyo vita, alafu wakati huo sisi tunapita salama. Nampenda mwimbaji mmoja anaimba wimbo wake, anasema tumevuka salama, ushindi tumepata, tumeibeba bendera. Anasema kweli ni Mungu katenda, sio sisi, ni Mungu katenda. Mwezi wa pili Bwana ataenda kukutendea makuu katika maisha yako. Bwana ataenda kufanya makuu katika maisha yako, kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu.